Ndugu zangu wapendwa, makuhani wenzangu tunaoadhimisha misa hii, wapendwa sana dada zetu ambao wanafanya jubilei ya miaka 25 ya utawa, wapendwa sana dada zetu wanaofunga nadhiri za kwanza leo, masista wote wa Karmeli na watawa wote mliomo humu wa kike na wa kiume, mafurateli, wazazi, wageni wote ambao tunashiriki misa hii na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea katika maisha yetu kwa namna ya pekee, kwa zawadi ya wito, hasa tunapowaona dada zetu hawa 20 wanaoadhimisha jubilei ya miaka 25 na wale wanaofunga nadhiri za kwanza leo. Wale wanaofunga nadhiri leo wanaangalia nyuma, wanaangalia majiundo yao, wanaangalia hatua zao zote walizozipitia, na wanatambua kabisa kwamba kumbe hatukuzaliwa watawa, tulihitajika kuundwa na walezi. Waliweza kutuongoza, wakatufikisha katika unovisi, kipindi maalum cha kutafakari vizuri wito, kutafakari vizuri shirika na karama ya shirika, na mpaka leo tunaamua sasa kujiweka wakfu kwa Mungu, kwa Kristo, katika nadhiri za kwanza katika shirika hili na kufuata karama ya shirika hili. Kwa ndio maana wanamshukuru Mungu katika hilo. Na wakati huu wale ambao wanaadhimisha jubilei ya miaka 25 wanaangalia nyuma, wanaangalia yote walioyapitia, wanaangalia mengine pengine yalikatisha tamaa, wakaona giza, lakini baadaye wakaona mwanga, wakatambua kwamba ni Mungu anawaongoza, ni yeye anawategemeza, na ndio maana wakafikia leo hii wanasema asante Mungu kwa miaka 25. Na katika hilo tena wakatambua kumbe malezi hayaishii tu kufunga nadhiri, iwe za kwanza au za daima. Malezi ni endelevu mpaka pale ambapo Mungu atatuchukua. Wanatambua hilo, ndio maana leo hii tunapoungana pamoja nao kumshukuru Mungu kwa miaka 25 ya utawa, tunawaombea na kuwapongeza kwa safari ndefu hiyo. Na hata hawa wanaofunga nadhiri za kwanza tunawaombea na kuwapongeza kwa majitoleo yenu na kwa safari mlioifanya. Mungu aendelee kuwaneemesha, kuwategemeza katika safari yenu ya wito kumwelekea Mungu katika utakatifu. Wito ni zawadi kutoka kwa Mungu, hatujiiti sisi wenyewe. Na wito huu unapaliliwa, unamwagiliwa, unatiliwa mbolea ili ustawi vizuri, na yule anayepokea wito huu aitike ipasavyo mbele ya Mwenyezi Mungu na kuishi inavyopasa wito wake. Wito huu unaanza katika familia. Wito huu unaanza na wazazi wenyewe, kwanza katika maisha yao, pili katika malezi wanayoyatoa kwa watoto wao ili waweze kuchanganua vizuri miito yao. Wito huu unaanza katika familia, na wito huu unaanza katika safari ya maisha ambayo tunayaendea, tukijua kwamba maisha ni safari hiyo ya kujifunza mambo mengi, na mambo haya ndipo tunapokutana na sauti ya Mungu. Tunayaona haya yote katika somo la kwanza, tukitambua kwamba Mungu anapomwita mtu anamjua, anamtambua, na anapomjua na kumtambua ana elimu hiyo ya mtu huyu hata kabla hajaumbwa. Tumesikia katika somo la kwanza, kabla hujaumbwa nalikujua, ambapo kwa wale ambao wanasoma masomo ya falsafa wataelewa sifa mojawapo ya Mungu. Kwa Kiingereza sema all knowing or omniscient knowledge, yani anafahamu kila kitu. Lakini vile vile tunasema kwamba ni
uwepo wake kwa mwanadamu kwenye familia hii na katika safari ya maisha ya mwanadamu. Kwa sababu tunasema omnipresent, yupo popote pale katika yote, na baada anawaongoza maisha hayo kuelekea kwake. Na ndio maana Mungu, wakati Yeremia anajiwa na neno la Mungu, anasema kabla hujaumbwa nalikujua. Ndio la kwanza kabisa, yuko kwenye familia hiyo. Kabla hujaumbwa unapata taarifa hii kwamba mimi nilikujua. Na ukiwa tumboni mwa mama yako tayari nilianza na wewe safari ya wito wako. Tunaambiwa, anasema nalikutakasa. Kutakasa maana yake ni kuwekwa wakfu. Kuwekwa wakfu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum ambayo yeye mwenyewe ameiweka kwa huyu anayemuita. Ukiwa tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Nilikuweka wakfu wewe. Wewe uwe wangu, nina nia na wewe, nina lengo na wewe, na kwa sababu hiyo nina kazi na wewe. Nalikutakasa na nikakuweka kuwa nabii. Ndivyo alivyosema. Ndivyo ambiwa huyu kijana Yeremia, akiwa kijana kabisa. Alitambuaje sauti hii ya Mungu? Ni kutokana na malezi yake katika familia yake. Na ndio maana kila mara katika malezi, hata nia ya mama kanisa kwetu sisi waumini wote, tuweze kuwa na muda kwenye familia zetu. Tunajua kama tunaitegemeza familia yetu wapate chakula, watoto wasome, wapate matibabu, lakini kuwa na muda wa familia hii. Na kwa sababu hiyo kusali pamoja katika familia hii, kusoma neno la Mungu pamoja katika familia hii, na kutafakari pamoja kwenye familia hii. Na ndio maana watoto hawa watajifunza sauti ya Mungu. Na sivyo watajifunza sauti nyingi sana katika ulimwengu huu ambazo zitawachanganya, hawataelewa cha kufanya. Na kwa sababu hiyo tunaona familia ya Yeremia walijitahidi sana kuwa karibu na mtoto wao. Na ndio maana anasema neno la Mungu lilinijia. Alitambua ni neno la Mungu hilo lilimjia huyu kijana huyu katika familia hii na ujana wake. Na hili ni muhimu katika dunia yetu, na hasa kwa namna pekee katika ulimwengu huu ambao tunasema ni wa maendeleo ya sayansi na teknolojia, ambayo sasa unaweka kila kitu kwa yale matumizi. Unaweza ukatafsiriwa na mtu, ukaelezwa kadiri ya matumizi. Huyu ni mfanyakazi, kwa hiyo kazi yake ni kulima, ni kufanya kazi bila kujali kwamba inabidi ale, inabidi apumzike, na vile vile inabidi kasali, na vile vile aweze kuwa na nafasi ya kuweza kusali na kutafakari peke yake. Yeye mwenyewe ajitambue yeye ni nani, bila kujali yale. Ninachotambua kazi. Na ulimwengu wa leo ni yale tunayoona ndiyo ya maana, lakini maisha ya kiroho mbali. Ile ni tatizo la ulimwengu wa leo. Na matokeo yake dharau kwa maisha ya kiroho, na haya yote yanafanya watu wajisahau na kumsahau Mungu na kupeleka mbele kiburi, majivuno, dharau kwa watu wengine na kuwakatisha tamaa watu wengine. Na ndio maana utakuta ni katika ulimwengu huu mito inatoka huko, na kazi kwa walezi kulea watoto hawa wanaoingia katika utawa au katika upadre, katika safari hii ya kumwelekea Mungu, kwa ajili ya kujifunza utulivu, kujifunza kukaa na Mungu kwa ndani, kuongea na vile vile kujifunza dhamiri inavyotusaidia na kuongea na sisi. Mungu ambaye anakaa humu na kutuonya na kutusaidia. Ni kazi sana, kwa sababu roho zetu, mioyo yetu wakati mwingine inachanganyikiwa kwa kelele zilizopo katika ulimwengu, na zinaathiri hata maisha ya kitawa.
Na mtawa asipokaa vizuri akazubaa, anachukuliwa kirahisi, anaingia katika nyanja hizo na anakuwa ni wa ajabu, ambaye anaanza sasa kutufanya wengine tuanze kushangaa, kwa sababu anatuaibisha sisi sote kutokana na lile analolifanya. Ndio maana ni muhimu wazazi kuwa na nafasi katika familia, kulea watoto wetu, watambue wito wao, wapambanue mito yao. Mzazi wa leo ataangalia pengine mtoto wa kike aolewe, mtoto wa kiume aowe, na pengine tunaweza kaweka tania kwamba apate mchumba mwema. Si kwamba apambanue vizuri mito yake, kwamba yuko upande gani. Mungu anatujua tulivyo. Mungu anajua tuketipo na tutembeavyo na nia zetu na yote. Na ndio maana tunaonywa zaidi na zaidi kumweka mbele yetu sisi sote, kuwa na nafasi ya kwanza katika maisha yetu na katika safari yote. Kwa ndio maana tunamwona huyu Yeremia katika somo la kwanza, na ujana wake kwa kazi nzito aliyokuwa anaiendea, ni nzito kweli kweli. Alianza kutoa vigezo na nini vyote, na vile vile visingizio, mimi ni mdogo na siwezi nikaongea na siwezi nikafanya nini. Kwa wito ni zawadi, na zawadi ya Mungu lazima itunzwe. Inatunzwa na sisi sote. Kwa watawa, zawadi hii inatunzwa na maisha ya jumuiya. Mwenzetu anapoanza kushangaa nje, tumrudishe kwa kumwonya, kwa kumkemea, kwa kumfundisha kwa upendo, ili atambue na kujitambua kwamba anaanza kwenda nje ya reli ambayo ni njia ya kumwelekea Mungu katika maisha yake. Na ndio maana tunasema kwamba mtawa anafunga nadhiri, anasema ni public profession of vows. Ana pronounce vows zake, nadhiri zake kwenye umati. Na anapofunga nadhiri zake, ni kazi ya jumuiya kulinda nadhiri hizi za mtawa huyu, asije kapotea katika kelele za dunia hii, katika sauti mbalimbali hizi ambazo zinapoteza wengi. Katika somo hilo tunaambiwa vile vile na kuangalia kwa namna pekee kwamba Mungu anapotuita hatuachi. Mungu anatuwezesha kwa kazi ile aliyotuitia. Ameniita kuwa mtawa, ananiwezesha niweze kuwa mtawa mwema, na kazi kwangu kushirikiana na neema ya Mungu katika kutimiza yale yote ambayo yananipasa kama mtawa, kuyatimiza yote. Kwa anatuwezesha. Tunajuaje anatuwezesha? Katika Yeremia huyo aliyekuwa anaanza kuweka visingizio, tunaambiwa kiashiria mojawapo cha kuwezeshwa na Mungu, nimeweka maneno yangu kinywani kwako. Kama una kigugumizi, hicho ni cha kwako kama binadamu. Kama unatetemeka ni muoga, huo ni ubinadamu wako. Lakini mimi nimeweka maneno yangu. Utakachokisema ni maneno yangu, sio maneno yako ya kigugumizi, si uoga wako. Nakupa ujasiri, usiogope. Nakupa ujasiri, utamke vizuri. Kwa hiyo uhubiri neno la Mungu, wewe uliyeitwa. Sasa mimi mtawa nahubirije? Pengine sitaenda mbele, naweza Mungu anatupenda na neno, lakini katika kutoa ushuhuda wangu kwa Mungu, ninahubiri habari njema kwa watu wote. Katika kuonyesha mfano mzuri kwa watu wote hawa ambapo naishi nao, ninahubiri habari njema. Na kwa sababu hiyo nimeitwa kuwa shuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo.
na yeye mwenyewe amenipa uwezo huu, kwa sababu hiyo si uwezo wangu mimi mwenyewe, naongozwa na Mungu popote pale ninapoenda. Mungu ananiwezesha kwa kunipa maneno yake, kwa kunipa nguvu zake, kwa kunipa ujasiri, nisiogope, nisikimbie watu hata wanizomee namna gani, lakini najua ni wapi. Nikitambua nimeitwa na Mungu na mimi ni mtoto wa Mungu, kila mara natafuta utukufu wake, kila mara natafuta sifa zake na ziimba hizo sifa, na kwa sababu hiyo niko karibu kila mara na yeye. Nikianza kuonyesha kiburi, nikianza kuto kuonyesha utii, na ndio maana watawa tunapoweka nadhiri zetu tunasema tunaishi maisha hayo, tunaishi mashauri ya kiinjili. Mashauri ya kiinjili, tukimwangalia Yesu fukara, tukimwangalia Yesu mseja au msafi wa moyo, tukimwangalia Yesu mtii, na sisi tunafuata nyayo hizi kumwelekea yeye. Na tunapofuata nyayo hizi, yupo na sisi, ametushika mikono. Nikishaanza kutambua kwamba Mungu ameniacha, juu kwamba naanza kuchukua njia nyingine ambayo sio. Kwa ndio maana lazima nikae chini nitafakari. Ndio maana kila mara ninapoitika leo kwamba nafunga nadhiri zangu, lakini lazima kila siku niseme nipo. Kila siku lazima niseme, na kila pale palipo pagumu niseme, Bwana ananiita katika eneo hilo, hujaniacha na nitavuka salama. Niwe mtu mwenye matumaini. Kama tunavyoadhimisha jubilei takatifu mwaka huu 2025, mwaka mtakatifu, jubilei kuu, nasema sisi ni mahujaji wa matumaini, na tumaini halitahayarishi. Ukisoma waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 ya 5, tumaini halitahayarishi, haliwezi kanidanganya wala haliwezi kanikatisha tamaa. Nitabakia mtawa wakati wote, nitasimama pale nilipo, na kuonyesha vile vile kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Sasa utaenda kwa watu ambao utatumwa, sio mwenyewe unayo. Ndio maana nasema kwamba hujitumi mwenyewe, unatumwa. Na ndio maana tunaangalia katika maisha yetu ya kitawa, si ninavyopenda mimi, ila shirika linawaza nini na lina mipango ipi na lina mpango gani na mimi. Kwa sasa si mtawa anaweza akatoka huko anajua kabisa kwamba shirika letu liko 1 2 3 na karama yetu ni hii na hii. Huwezi kaenda kwa mama mkuu naanza kusema kwamba mimi nataka nikasomea urubani, nikaendeshe ndege, mimi nataka nisomee kuendesha treni. Utaendesha treni hilo wapi? Utaendesha ndege wapi? Hata uwanja wenyewe uko kule. Shirika lina kiwanja chochote cha ndege. Kwa shirika litakwambia sasa saa hizi wewe utaenda kusomea udaktari, wewe utasomea walimu, wewe utasomea katekesi, wewe utasomea hivi. Inaangalia hivyo, na kwa sababu niangalia hivyo mimi ili nikafanye kazi hiyo vizuri, nikahudumia watu hawa. Na ndio anasema kwamba utaenda kwa wale ambao nitakutuma kuongea nao kadiri ya mahitaji ya shirika hili na kutimiza ile karama ya shirika ambayo ipo, sio kutimiza ya kwangu. Na ndio maana nasema kwamba unapokuwa kwenye jumuiya ujisikie nyumbani, unapokuwa katika wito huu ujisikie nyumbani, uwe na furaha na amani kutoka moyoni. Sio kama upo tu kila mara umenuna, kila mara upo tu ueleweki unataka kufanya nini. Kiona hivi sasa vipi bwana? Umeitwa au? Unaangalia watu ukiona kule nje wanacheka cheka, sasa na mimi ningekuwa kama wale. Nani amekwambia kwamba wale wana furaha? Siangalie rangi ya bustani ya mwenzako ukaona ya kwako ina rangi ya kijani, ya kwako ina rangi inaelekea kwenye unjano, kwa sababu hakuna uhai. Usiangalie kwa mtindo huu. Maisha yaendi hivi.
Na wapo ambao wameacha utawa wakifikiri sasa nikienda huko nitakuwa na magari, nitakuwa nini. Sio hivyo. Matokeo yake wanaonekana kwamba sio, matokeo wanaenda kuokota makopo. Sio, amechanganyikiwa. Ingawa leo hii wanasema anayeokota makopo na yeye anaokota kwa sababu anaenda kuuza, sio lazima kichaa, lakini muokota makopo halisia ni yule aliyechanganyikiwa, ile afanye nini tena? Kwa sababu ni kubeba mafikra ambayo hayana maana, yanayopoteza lengo nilokuwa nalo toka mwanzo. Na ndio maana unapoingia katika mkanganyiko wowote ule, fikiria siku ile ya kwanza ulipoitwa shirikani. Fikiria katika safari yako uliyoshangilia na familia wanakuaga. Alafu uone kwamba hivi naelekea wapi? Nisimame pale nilipo. Mimi afadhali tu ningeolewa, afadhali ningekuwa. Umeongea na waliooa na walioolewa, wamekupa nini? Wamekueleza chochote? Sikafikiria ubinadamu, kafikiri kwamba ndio nimefika. Ndio maana anasema kwamba simama pale ulipo. Ndio maana anasema kila siku fanya ambacho Waingereza wanasema discernment of your vocation. Kila siku pambanua wito wako. Pale unapoona magumu, nenda mbele ya Ekaristi Takatifu. Mshirikishe Yesu. Shirikisha baba yako wa kiroho akuongoze vizuri. Kaa tafakari, sio kuropoka na kuamua hovyo hovyo na kuondoka zako unavyopenda. Tumeona wengi wamepotea na wengi wanatia huruma kwa sababu ya kufuata maamuzi ambayo si ya kwao. Kwa sababu ni muhimu sana. Na ndio maana anasema kwamba mashauri ya kiinjili yanasema kwamba kila mara tutaangazwa na Roho, tutaangazwa na Mungu, na tutaangazwa na Kristo mwenyewe ambaye anatuonyesha njia hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe watii. Lazima tuwe fukara. Naposema fukara, sio kama nianze kutembea miguu peku peku na pita hapa nasema hapa naishi ufukara. Pana, afya ni muhimu. Lazima nijali afya. Lakini sitasema kitu hiki ni changu binafsi. Hiki ni cha kwetu. Kwa sababu hata mimi ni sehemu ya shirika. Kwa hiyo sisi sote ni ndugu. Na undugu huu hauanzi nje kwa sababu tu tumekusanyika pamoja. Kama ingekuwa kukusanyika pamoja, wengi wanakusanyika pamoja. Lakini sifa hiyo sio jumuiya. Lakini kujumuika pamoja, tunajumuika kwa Mungu, roho zetu zinakutana kule na tunaongea pamoja. Kwa hiyo utii, ufukara, usafi wa moyo, tunakaa kwa Yesu, tunaongea naye, anatuongoza. Kwa hiyo tusiogope. Na tunakumbushwa katika somo la pili. Sisi tunaishi katika dunia hii, wanaona yule mtawa, yule padre, na wakati mwingine wanaweza watu wakapita karibu na nyumba ya mapadre, hata nyumba za malezi. Kuna sehemu fulani ilikuwa pale, mwanaume lote hili linasema lijaoa lipo katika nyumba hii. Wewe mzazi, wewe umepotea sana wewe. Saa hizi ukisha kula mahali wewe unasema mtoto wako aende utawa. Wengine wanasema hivi. Na yanatokea haya. Tunaambiwa katika somo hili, wale ambao hawajajaliwa kujua wito na thamani yake na thamani hawajui hilo, ndio wanaropoka. Tunaambiwa kwamba kwa wale ambao ni Wayunani, wale wanajidai sana, wale ambao sio, kwa sababu wamepotea, ni upuuzi. Tumesikia vizuri somo la pili linavyotuelekeza kwa mtu anapokudharau katika wito wako, usianze kuogopa kusema lakini ni kweli. Wewe, mimi nakwambia saa hizi ungekuwa unafanya biashara hii, ungekuwa Kariakoo, saa hizi ungekuwa na maduka haya na nini. Saa hizi wewe acha tu, nitakupa na mtaji. Lakini kweli umepotea. Ukishapotea tena, utakapoacha yule anayesema atakupa na mtaji, humuone tena, hata simu zake zipatikane. Unabaki kuhangaika. Wapo wengine alisema haya mimi naacha. Okay, wewe nunua nguo ile na ile na ile, unanipa mimi nakutunzia.
Kuna mmoja alifanya hivi. Nunua nguo nampa yule. Nunua. Alipomaliza sasa naaga amebeba na kabegi kake kamgongoni anarudi nyumbani. Anasema sasa mimi naondoka sitaki utawa wenu. Anafika pale anakuta jamaa yule. Sasa karibu sana kwenye nyumba ya mko wengi tu. Wewe ni wa 10 sio wangapi? Hata nguo zile niliwagawia wenzako walikuwa hana. Naanza kulia tu, nimeshaaga kule. Na kwa sababu hiyo lazima kuwa macho katika dunia ya leo ambayo inalaghai. Ahadi nyingi za kutamanisha. Na ndio kama hujawahi kupata iPhone, utapata na iPhone, sasa niende kwenye iPhone. Unaacha kitu chako cha thamani ambacho Mungu amekuwekea, unakimbilia huko. Matokeo yako unapotea. Na ndio maana ili kuweza kujua vizuri kwamba mimi ninachokielekea kina thamani kubwa, tusikilize vizuri injili ya leo inavyosema. Unataka kuwa mfuasi wa Yesu? Unataka kuwa mtawa? Unataka kuwa nani? Jikane mwenyewe. Na kujikana mwenyewe acha mitamaa ya hovyo hiyo. Ukitamani kuwa na iPhone, utatamani kuwa na vocha. Nani anakupa vocha? Asipokupa vocha utakuwa mwizi. Usipokuwa mwizi utafanya mambo ya ajabu ili upate vocha hizi. Sasa unapojikana mwenyewe ni sawasawa na mtu anayemenya ndizi. Ili upate ndizi nzuri lazima utoe maganda. Hakikisha kwamba kwa yule kwa mfano ambaye ni mkulima wa zabibu, asipopogolea hatapata mizabibu mizuri. Na maisha yetu vile vile hivyo. Kujikana wenyewe ni kujiprune, kujiweka sawa tuzae matunda katika yale tunayoenda. Kujikana wenyewe. Na ukijikana mwenyewe ujue kwamba ni kubeba msalaba kila siku. Na msalaba wangu sifikiri kwamba naenda kubeba ile msalaba ile mti, lakini wale naoishi nao ndio Mungu amenipa. Kuna mwingine kila mara atanikosoa, kuna mwingine nitasema mimi sitaki nimuone, kuna mwingine yote haya wale naoishi nao Mungu amenipa. Jirani zangu, tukijua kwamba kila mmoja ni wa pekee mbele ya Mungu, na upekee huu mbele ya Mungu kila mtu ana tabia yake na vipaji vyake. Kuna wengine paka aje afanye kitu taratibu. Kwa nini unafanya hivi? Ndio alivyo. Uwe mvumilivu kwa wenzako. Kama wewe umeweza kufika mbali katika safari yako ya wito, basi jua kwamba kuna walio kuvumilia vile vile. Sio kwamba umetungua haya yote kutoka hewani, hapana. Kwa ulivumiliwa. Kasa kama ulivumiliwa, wape nafasi na hao. Na katika kuvumiliana huku ndipo tunaweza tukawa kitu kimoja. Na ili tuweze kufanya hivyo lazima tubebe msalaba. Kama tukikataa kubeba msalaba ni ngumu sana. Tutakuwa ni watu wa kuhukumu. Tutakuwa na watu wa kusengenya. Pata picha mtu anasengenya kwenye jumuiya. Akisengenya kwenye jumuiya, yule mwingine anasikia aliyesengenywa huyu ngumi kwenye jumuiya. Matokeo yake jumuiya hiyo inabakia kuwa ni jumuiya ya ndondi. Na kama ni ndondi na mimi unashangaa watawa wamevaa magloves ya kupigana. Sasa kuonyeshana ubabe ambayo sio hivyo. Kuvumiliana, kusameheana, kufanya upatanisho, lakini unyenyekevu na kuona kwamba Mungu ndiyo yote. Na amenipa yote haya niyafanye. Kwa hiyo kujitwika msalaba. Tusikimbie msalaba. Tunaelekea Kalvari na Yesu wetu. Hatuwezi tukaikwepa Ijumaa katika maisha yetu wakati tunatarajia kupata utukufu hata siku moja. Lazima tujue kwamba lazima tupitie Kalvari ili tuweze kwenda mbinguni. Ni muhimu. Ndio uweze sasa kumfuata Yesu taratibu. Wakati fulani pagumu na yeye mwenyewe anakuangalia sasa, Yesu naomba nisaidie kuinua msalaba. Mnaendelea naye. Mwisho mnafika kule. Ndio maana tunaona kwamba katika safari yetu ya wito tukumbatie msalaba. Alama ya ushindi. Alama ya ushindi huu ni bendera hii ambayo inatupa nguvu ya kushinda yote. Na maisha ya utawa ni mazuri tu pale ninapokuwa na jumuiya yangu, sio peke yangu. Ambapo nazingatia
mambo ya jumuiya. Ninazingatia mambo ya jumuiya na ninafuatilia na ninafanya yote mambo ya jumuiya. Siwezi nikachafua nyumbani kwangu nikafikiri mimi ni msafi nje. Ni unafiki wa bure tu. Huko nje watakuita baba au wasema mama, dada, karibu karibu karibu. Kwa ndani sasa limekuja hili. Ni lile. Nimesafiri afadhali tu leo tumepata nafuu. Sio. Kwa maana napofika pale, wenzangu, najisikia nyumbani niko pale. Na niliwamisi dada zangu, niliwamisi kaka zangu. Sasa tunakutana hapa, jamani nimetoka huko safari ilikuwa 1 2 3. Pole sana, karibu wewe, jisikie hivi, chukua hiki, chukua hiki. Na maisha yanaenda. Ndio ndugu hao. Na iona familia yangu ya nyumbani kwangu nilikotoka katika jumuiya yangu. Kama hayapo haya, kuna kitu si sawa. Na kama kuna kitu si sawa, kiko wapi hicho ambacho si sawa? Katika upande upi? Kirekebishwe. Na ndio maana tuna vikao vya kurekebishana, vikao vya kupanga pamoja, vikao vya kusaidiana ili tufanye vizuri. Tumwelekee Mungu zaidi. Kwa sababu lengo letu tufike mbinguni. Sio tukusanyike tuseme ni jumuiya au ni utawa, alafu hapo tunanuniana kila wakati na kutukanana kila wakati au kupigana kila wakati. Hapo tutakuwa tunamdanganya Mungu wetu katika safari yetu ya wetu. Bali tuishi vizuri. Na tumuombe Mungu atusaidie. Na ndio maana kwa namna pekee tunapongeza sana wale wanaofanya jubilei. Wamepitia hayo yote mengi. Na kama nilivyosema, pengine waliona giza, lakini wakaona baadaye mwanga kwa kumtegemea Mungu, kumkumbatia Mungu, kumbatia msalaba. Mnaoanza leo mko hawa 6, tutafurahi sana siku mnafunga nadhiri za daima 6, na tutafurahi sana mtakapofanya jubilei ya miaka 25 6 au mmoja amechukuliwa na Mungu, sawa. Lakini tusisikie kwamba ameshabadilisha, sio sister tena, ila ni mke wa mtu au ni mfanyabiashara wa Kariakoo. Hapo sasa tutasikitika sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba tunawaombea na tuna matumaini na tunafurahi sana tunapowaona mnajiweka wakfu. Kanisa linafurahi linawaona, najua kwamba hawa ndio wanaonyesha sasa kanisa lililo uzima lenye uhai. Na wazazi tunawashukuru kwa zawadi ya watoto hao. Na tunawashukuru kwa zawadi hiyo mnapowatoa kwa kanisa. Na tunajua kwamba mwezi mkarudi tena kusema sasa mtoto wetu huku mtoto mdogo wako amefukuzwa ada, achukue wapi hizo ada? Mtasikia nyewe watakavyotamka hapa. Tuwasaidie. Uzazi wetu haujaishi hapa leo. Wanapokuja likizo wanakuja kwetu. Kwa hiyo mkifika kule, wakifika huko, mwambie sasa mwanangu chukua hiki, ukasaidia mkale na wenzako. Mwanangu chukua hiki, peleka kwenye jumuiya yako. Sasa umekuja mikono mitupu, sasa chukue nini? Kwa ni zawadi mliotoa wazazi na mnajua maana yake na mtasikia vizuri wanavyotamka. Hata siku nyingine wanapofanya kienyeji wakiwa nyumbani kwenu, sasa we, mbona nilisikia pale ukitamka hivi, unavyoishi hivi ni vipi tena? Unatuaibisha kama familia. Kwa hiyo bado mnaendelea kulea kwa kuombea na kusaidia watoto wenu waishi vizuri wito wao ule ambao nyinyi wenyewe mnashuhudia wanapojiweka wakfu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuombea sisi sote na kila mara kuwapa moyo kwa maisha haya ni mazuri sana na yanafurahisha. Na Mungu yuko pamoja nasi kila wakati. Hatujapotea hata kidogo. Anatutegemeza katika safari yetu. Tumsifu Yesu Kristo.